ya afya, huku Wizara ya Afya ikisitisha leseni za hospitali ya Mediheal na kusimamisha huduma zote za upandikizaji figo katika vituo vyake vyote. Hatua hii inajiri kufuatia madai mazito ya biashara haramu ya viungo vya binadamu inayohusishwa na hospitali hiyo. Wakati huo huo, maafisa wawili wakuu wa wizara hiyo wameondolewa madarakani kwa kile kinachotajwa kama kuhusika katika shughuli hiyo nzima. Shoka limeshuka. Waziri wa Afya Aden Duale ametangaza kusimamishwa kwa haraka kwa Daktari Morris Wakwabubi, kaimu mkuu wa huduma za usambazaji wa damu na upandikizaji viungo, pamoja na Daktari Evelyn Chege aliyekuwa kiongozi wa jopo kazi ya kitaaluma iliyoendesha ukaguzi katika hospitali ya Mediheal mwaka 2023. This step is necessary to eliminate any potential conflict of interest and to ensure that further investigations proceed independently and objectively. Zaidi ya hayo, wizara imesimamisha huduma zote za upandikizaji figo katika hospitali za Mediheal na kuamuru wagonjwa wahamishwe mara moja kwenye hospitali 8 zilizopitishwa rasmi. Hospitali hizo ni hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, hospitali ya mafunzo na rufaa ya Moi, Aga Khan University Hospital, MP Shah, Nairobi Hospital, Nairobi West, St. Luke's iliyoko Eldoret na Mata Hospital. Mnamo mwaka 2023, jopo kazi maalum iliyoundwa kuchunguza tuhuma za ukiukaji wa maadili katika Mediheal, lakini cha kusikitisha, ripoti ya uchunguzi haikuwahi kutiwa saini wala kuwasilishwa rasmi. This action is necessitated by the fact that the report of December 2023 probe team was neither formally submitted to the ministry nor unanimously endorsed by its members. Sehemu ya ripoti inasema, kwa maoni yetu, kamati inaamini kuwa kuna shughuli za kutiliwa shaka kuhusu usafirishaji haramu wa viungo, lakini hakuna ushahidi wa kutosha, hivyo kuna haja uchunguzi na kudhibitisha hali hii. Kwa sasa, wizara inasonga mbele kwa kasi kuziba mianya ya kisheria ya kutangaza mipango ya kuanzisha marekebisho ya sheria ya afya ya mwaka 2017